Karibu kwenye channel ya Dr. Melero Lectures. Tunafundisha masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics pamoja na biology kwa syllabus ya Tanzania na kwa level pamoja na advanced level. Dr. Melero Lectures, for your better next exams performance. Subscribe, share and like. Hi class, na karibu katika lecture hii. Basi leo tutaenda kuangalia variation of G acceleration due to gravity with the depth. Kwa tulisema ile kwa A, let's call it BB. Variation of G with depth, ambapo variation yake inakuja. Let's consider a diagram here of the S. Afu hapa ndio hiyo center, lakini hapo kutokea on the surface kuna depth fulani, afu hapa ndio kuna mass hiyo. Kuna depth fulani kutoka kwenye surface mpaka hapo, let's call it ya DD, na kutoka kwenye ile body hapo hadi kwenye center pale kuna distance fulani ambayo ni R, na kutokea hapo kwenye center mpaka kwenye surface ni radius of the S kama kawaida. Sasa tunapokuja kusema hichi kitu, maana hichi kitu kinapokuwa hapa inakuja kwa act ile gravitational force, mpaka hapa tuna consider kama ndani kuna mass fulani. Tulikumbuka kwenye kipindi kicho cha nyuma tulisema G. Sasa hapa haja kusema hii G humo ndani, maana ni sana kuchukua G m mass of the S, lakini ni effective mass over R, distance yake hiyo hapo over R square. Kwa sababu hiyo ni effective mass, lakini tunakumbuka tulisema mass, effective mass ni sawa kuchukua density 4 pi R cube over 3. Tunajua kusema kitu kama hicho, lakini nje consider mass yenyewe kabisa of the S, maana hiyo tumesema ni effective mass. Mass yenyewe of the S ndio kusema sana density 4 pi R e radius of the S cube not square over 3. So ndio tutafuta hapo ndio kusema mass of the S, tuje tugawanye hiyo effective mass of the S, tuje tuigawanye na mass of the S ya kawaida ambayo tunasema density 4 pi R cube over 3 times 3 density 4 pi R of the S cube. Moja kusemeje density itaisha 4 pi 3 itaisha, ja kubakia na kitu kama hiki R cube over R e cube. Kwa maana hiyo ndio relation kwamba effective mass of the S over mass of the S ni sana kuchukua R cube over R e cube. Sasa ndio kusema hichi kitu ndio kuisolve hapo, uja kuisubstitute effective mass ndio tuisubstitute pale. Make the subject hapo effective mass ndio kusema sana kuchukua R cube over R e cube times mass of the S. Sasa unajua kusemeje, ndio kiingiza hapo itakujeje ukipeleka hiyo kule, ndio kusemea G hiyo na sana kuchukua G over R square times hiyo ndio kwa R cube mass of the S over radius of the S cube. Kwa huyu akiisha na huyu atakuja kubakia ni G m e, afu hapa atakuja kubakia R, afu hapa atakuja kubakia call T R cube radius of the S. Lakini tuje tukitengeneza hapo ka equation fulani ikaja kalete maana, tuseme G m e over R square over R e square R over R e. Sasa tunakuja kujua nini hapa. Ukiangalia hichi kitu vizuri, tulisema hapa mwanzoni tulisema G, achana na hii yenye vidoti, naongelea G in general. Tulisema G ni sana kuchukua G m over R square. Sasa pale kuna G m e over R square. Kwa hiyo hichi kitu ni sawa sawa na G, ile G ya kawaida ile. Okay, G on the surface make radius ni E, radius of the S make ni G here at a certain depth
lakini hapa g on the surface of the s over u inakuwa hivyo. Lakini unajua kusema nini sasa? Kutoka kwenye mchoro hapa, unajua kupata RE ni sasa na kuchukua R plus D. Sasa tunachotaka kuja kukifanya, tuje tutoe hiyo R kubwa. Kuja kutoa R kubwa, R itakuja kuwa sawa na RE minus D. Kwa hiyo mark tuje kusubstitute hapo. Tutasema hii sasa na kuchukua G ya R kubwa ambayo ni RE tumepata hapo minus D over RE ambayo ni G 1 minus D over RE. Kwa unajua kusema kitu kama hicho. Kwa hiyo unajua kusemeje sasa? Hii ndio itakuwa formula kutafutia variation of G according to the depth. Kwa kupa depth fulani na radius of the s ndio inatokea kwenye formula hii hiyo hapo. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo. Lakini tuje tuone. Tumeona kitu kama hiki hapa mara ya kwanza, kitu ambacho ndio kuonyesha hapo, kuja kucholea graph, kuja kutokea hapo, kuja kuchora graph ya variation of G according to the depths, kuja kupata kitu kama hiki. Hiyo graph inakaa kama hivyo, graph nyingine inakaa kama hivyo, R afu huku ni acceleration due to gravity inact. Hasa hapa distance R tunayoongelea ni radius. Kwa at a certain time hapo ndio kupata hapa kuna radius of the s. Kwa kama hapo kuna radius of the s, huku hii axis ni axis ambayo ni acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity ndio inakuwa hiyo ni axis ya acceleration due to gravity. Lakini sasa tunajua acceleration due to on the surface of this G inakuwa ni G hapo. Kwa on the radius of this ile ikiwa on the top of the surface G inakuwa ni hiyo G kamili. Lakini nikuja kiangalia vizuri kwenye relation huko, nakuta G acceleration due to gravity inside of the s haina effect, haipungui wala iongezeki, ni ile ile. Kwa hiyo itakuwa ni kitu constant. Kwa hiyo huku radius of the s inavyozidi kuchange kuingia ndani huko, yenyewe acceleration due to gravity inside huko ni inside, haivari. Kwa hiyo graph ni vizuri ukaishika hapa, nasema on the surface of the s, the surface of this, afu hapo hiyo inakuwa ina vali namna hiyo, inaenda hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa graph ya variation of G inside and outside the S surface according to the depth. Eti hapa kwenye hii variation ndio tumaliza kipengele cha mwisho cha variation of G with altitude kwenye equator na at the pole of the S. Maka najua kwamba Earth ina poles, kuna south pole, north pole. Kwa hiyo tuje tuangalie huko variation hiyo, variation of G with latitude. Ile kwa ni depth na ile kwa ni height. Kwa hiyo unajisema latitude wake zile position, naongelea zile latitude position, na utaongelea kuongelea hapa latitude. Kama hapo kwenye latitude tutasemeje sasa? Okay, hapa kwenye latitude hoja consider kwamba tutakuja consider kwamba Earth ndio ikiwa kama hiyo. Sasa hiyo ndio ikiwa kama ndo Earth. Sasa tuje tufanyeje hapo? Tuje kukuta kitu kama hiki. Hapa ndio equator. Tukonsider hapo kama iko sawa. Alafu hapo ndio kuna mshale mwingine una divide Earth equally hapo. Sasa tuje consider at this point hapo. At point P. Sasa kutokea hapa hadi hapa, kwanza hapa ndio unatengeneza angle fulani.
hapo na consider mass fulani inakuwa iko hapo at point P. Lakini hii hapa ni radius of the S hapa. Inakuwa inatengeneza na angle fulani kutokea hapa kwenye horizontal hiyo ambayo ndio equator. Lakini kuja consider mass of the S hapa. Actually hii mass inapokuwa inact hapo inabidi inakuwa inatengeneza inashusha weight hapa. Weight hiyo original weight. Hapa inashusha original weight fulani hapa. Maki unapokuja kubalance force pale. Alafu kuna weight ambayo hii inakuwa weight due to the variation of G. Original weight yake ni hapa. Lakini hii hapa nyingine hii ni weight due to the variation of G. Maki pale G inapokuwa ina vary ndio kutengeneza hii weight nyingine. Hii hapa tumesema ni weight note. Alafu inakuwa ni weight ambayo ina kitu. Unapojua hichi kitu na wake na kimekaa hapo kwenye circle, kwa hiyo kuendelea kukaa hapo lazima kuna force inakuwa ina act hapo ambayo ni centripetal force. Ndio kusema hapa kuna force ambayo inakuwa ina act hapo ambayo ni Fc. Sasa hichi kitu kuja kukiresolve vizuri, hapa kuna distance fulani r kutokea hapa mpaka hapa, kuna distance fulani r, hapo kuna distance r hii, afu rotation of the S iko hapo kwenye angular rotation. Sasa kuja ukiconsider mchoro vizuri, utaja kukuta hapo kuna ka triangle fulani kamejitengeneza hapa. Kuja ukiresolve hapo na kukuta hapo ni hiyo ni force Fc imeact huko, afu kuna hii weight due to the variation hiyo au hiyo variation ya G ndio kukuta imekaa hapo. Lakini sasa hapa sisi ile resultant weight inakuja inakaa hapo. Sasa hapo kuja kutokea hapo. Sasa hapo ndio tunatokea wapi sasa? Hapa tunatokea kwenye zile normal trig ratios. Ndio kutokea kwenye ratio moja ya trig kusoma advanced mathematics, sijajua kama kwenye bamu ipo. Lakini kuja kusoma advanced mathematics unakuja kusema kwamba kutokea hapo kutafuta cos, nasema cosine formula. Cosine rule. Unaita cosine rule. Chana hizi cosine yenyewe inaitwa cosine rule. Ambayo yenyewe nasema ni hivi. Cos of theta ni sana kuchukua hapa kutokea hapa nasema ni f square fc square plus w square minus z. Hapa ina act w, afu hapa ina act original weight tulisema. Kwa hiyo itakuwa ni f minus ya kutumia vector, afu ndio kusema minus w square over 2 is ya fc w naught. Unajua kupata kitu kama hicho. Sasa kuja kupata kitu kama hicho, ndio tunasemeje sasa? Ndio kuendelea hapo. Tuje tu substitute hizi f w na hizo. Kama tulisema tunapozilete hizo tulisema w sasa na kuchukua m g due to the variation. Hapo sana w naught sana kuchukua m g ya kawaida. Afu hiyo f tulisema ni sana kuchukua m v square over r. Lakini tuje tutoe v hiyo hapo. Je, tukitoa v tutakuja kupata kitu kama hiki. Hii hapa relation kwenye circular motion. Ndio kupata ipeleke kwenye angular. Tutapata m w square r. Kwa hiyo vitu substitute hapo juu. Kwa hiyo kusubstitute hapo ndio kupata kitu kama hichi. Moja na moja kinakaje, moja kupata cos. Sasa hii hapa inabidi ukipanga vizuri ndio upata w square sasa na fc before ya substitute minus nikume plus na substitute hichi kitu kwa funamiki w the subject w naught square minus 2w naught fc cos of theta. Sasa hiki nje nikisubstitute hizo value humo nakuja kupata m g ya dash square sasa na kuchukua m w square r, lakini hicho yote ni square plus m g peke yake hii hapa square, lakini hapa ndo original minus 2
mg afu minus hiyo times mw square r afu na hiyo cos. Hiyo cos ndio iandika hapo je, nikuonyesha cos of theta. Lakini uje kusema cos of theta ukitokea hapa kwenye relation hii hapa, ukitokea kusema cos of theta yake ndio kupata cos of theta kutoka kwenye hiyo relation kwamba cos sotoka hapa kuja kutokea kwenye mchoro z formula hapa na kuja kuna theta. Kwa hiyo kusema sotoka unaona ni kuna opposite ambao hatuna. Achana na tuchukue hypotenuse na adjacent. Inahusisha hypotenuse na adjacent, kuna hypotenuse na adjacent ni hapo. Ni cos. Maka hapo opposite ya angle hii hatuna. Kwa hiyo hizo ni opposite zote tutaziacha, tutachukua yenye hypotenuse na adjacent ambao ni nini? Ni cos. Unajua kupata nini sasa? Hichi kitu hivi kwa tusaidie. Ya upata nini hicho? Maka kwa hivi kwa unajua nini sasa? Cos of theta ni sana kuchukua adjacent ambao ni r of hypotenuse ambao ni re. Kwa hiyo kuja kutokea hapo make r, let's it make the subject r ambayo hatuna, tuje tumsubstitute re kwenye hii equation, itakuwa ni re cos of theta. Sasa ukitokea hapa ukaendelea ku make the subject hapo, kuja kusubstitute kwa kuja simplify, kuja kupata kitu kama hiki g minus g 1 plus w, maki najua hapo kuzidisha amna tatizo, re square afu ndasema cos square ya theta minus 2 w square re cos square ya theta, alafu hii hapa ilikuwa ni over g square, alafu na hii ilikuwa over g. Hichi kitu kiko hivi. Nachosema hivi, ndio kuendelea. Nasema the quantity, yani kuna quantity moja hapa uje ukichukua, ndio upata very small, uje ukichukua quantity hapa hii. Hii quantity uje ukichukua hiyo ukisubstitute value hapa. Hii quantity is very small, uje kusema w square over re square cos square ya theta. Uje ukisolve hichi kitu hichi, uje upata kitu ambacho kina elekeana na 0. Kwa hiyo tuna kineglect. Ndio uzuri wa physics hiyo, na assumption ambazo nakusaidia tu usolve. Kwa hiyo ndio tumalizia hapo. Okay, tumesema hicho kitu kinakuwa sana 0. Okay, tulisema g, tukasema sana g 1 plus w4 re square, hicho tuko tumesema hiki over cos square theta over g square minus 2w square re cos square theta eg. Lakini hichi kitu chote hapa nyuma tulisahau. Okay, kama hii g ilikuwa ni square, manake g na hii g zilikuwa zote ni square. Okay, hii ilikuwa ni g naught. Kwa hiyo kuja kuitoa square hapa ndio kufanya square root hapo. Kwa hata huku nyuma inabidi tuandike square root hapo. Hapa. Over 1/2. Kwa hiyo ndio tukiendelea hapo kwa haraka tukimalizia. Ndio kusema nini sasa? Hichi kitu tulisema chochote kinafanana na 0. Kwa hiyo itakuwa ni g naught sasa na g 1 minus w square re cos square ya theta over g. Substitute g ndani, unajua kupata g naught. Sasa na kuchukua g minus w square re cos square ya theta. Ndio upata kitu kama hicho. Kwa hiyo kama hichi kitu kama hii ndio formula ya kutafutia, na maswali yake tutakuja kuyaona kipindi kijacho ambapo tutakuwa tukisolve maswali. Kwa hiyo hapa tunaona original g afu hii radius of this hapa w square, hii ni angular velocity. So w2 ni angular velocity cos square
Sasa uje kutokea hapa, tuje tutafute sasa hiyo at the pole na at the equator. At the equator unajua kusemeje? Theta inakuwa sawa na 0 pale at the equator. Na kwa mna engo iliyotengenezeka. Kwa wala ukija hata ukiangalia mchoro hapo. Ukiangalia hapo kwenye equator hapo unaweza kutengeneza engo hapa. Yaani tunapoongelea engo ni utokea hapa. Nachongelea hiki hapa. Akitokea hapa kitu kikiwa hivi at the equator kinakuwa kijatengeneza engo. Ila kikimove at point P inakuwa kimetengeneza engo hapa kilicho move nayo. Kwa at the equator hapo hamna engo. Kwa engo theta itakuwa ni 0. Kwa kama engo itakuwa ni 0, sasa ukija ukiingiza hapo G naught sasa na G minus W square R E, maana kikosi ya 0 ni 1. Kwa hiyo kitabakia kitu kama hiki at the equator. At the pole hapo sema at the pole tunamaanisha at this point. Tunamaanisha at this point. Either this point au kilizovia kwa chini this point. Kwa hiyo tukitokea hapo sasa tunaja kusemeje sasa? The pole theta inakuwa ni 90. Theta is equal to 90 degrees. Hii ni 0 degree, hii ni 90 degrees. So tukisema kama theta is 90 degrees afu na cos ya 90 ni 0, kwa maana ndio kusema G naught sawa na maana kusema cos ya theta hapo unapata ni 0. Uje kusubstitute cos ya theta hapo ni 0, unapata unabakia hivi. Kwa hii ndio relation kati kwa at the pole G naught ni sawa na G ya kawaida, kwa hamna variation yoyote. But at the equator hapo ndio kuna variation ya hichi kitu. Kwa hiyo ndo kiko hicho kitu na hiyo variation iko hivyo. Usisahau kusubscribe, na kama bado hujajoin kwenye group la discussion basi usipoteze muda. Shuka hapo chini kwenye description. Tafuta hicho onyesha zaidi hapo chini. Enda hapo sehemu onyesha zaidi au show more kwa Kiingereza. Utaonyesha zaidi, utaenda tutafuta group la level advanced. Utaenda utaminya ile linki itakupeleka kama unao Telegram. Kama una Telegram unaingia Play Store na download, au linki iko pale pale chini una download Telegram. Mambo yanazidi kunyoka. Asanteni. Kwa helini, tukutane kipindi kijacho. Asante kwa kuangalia channel ya Dr. Mlelwa. Ninaamini umeelewa kipindi, na kama hujaelewa chochote waweza kucomment hapo chini. Click link ya kwenye description kujoin Telegram group kwa ajili ya discussion. Usisahau kusubscribe, kushare video kwa marafiki pamoja na kulike video hii.